Habari ya leo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tutajifunza ni kwa nini bata watoi mayai na jinsi ya kurekebisha ili aweze kutoa mayai. Kikubwa mpenzi mtazamaji, na kuomba uweze kusubscribe, uweze kulike pamoja na comment, na uweze kushare kwa wafugaji wengine ili wawe na wao waweze kupata elimu hii muhimu, kwani kuna changamoto kubwa sana ya wafugaji wengi wanalalamika kwamba bata wao hawatoi mayai, maana bata wao hawatagi. Kwa hiyo bila kupoteza muda mpenzi mtazamaji, kuna sababu kadha wa kadha ambazo zinaweza kupelekea bata wako wasiweze kutoa mayai. Sababu kubwa ya kwanza, bata bado hawajafikia umri wa mayai. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, yani kama bata wanakuwa bado hawajafikia umri wa kutoa mayai, usiwe na hofu yoyote, bata wako watataga tu mayai kwa sababu muda unakuwa bado haujafikia. Kwa hiyo inabidi uweze kuwa mvumilivu, akifika umri wa kutoa mayai wataweza kutaga mayai. Pia sababu nyingine mpenzi mtazamaji ni kuhusiana na lishe duni. Chakula chenye virutubisho vya kutosha ni muhimu sana kwa ajili ya uzalishaji wa mayai. Kwa hiyo kama lishe itakuwa ni duni, ina maana kwamba bata wako watakuwa hawana uwezo wa kuweza kutoa mayai, na itapelekea bata wako wasiweze kutaga mayai. Kwa kama unatazama katika skrini yako hiyo, hawa ni bata wako vizuri, bata ambao wana lishe nzuri, na bata hawa wameshaanza kutaga. Ni kwa sababu wana lishe nzuri ndio maana wanakuwa wanataga. Ina maana wanao muda wa kujitafutia chakula wenyewe, kama unavyotazama hapo, wanakula mavumbi, wanakula maudongo, na maana hiyo yote inapelekea bata hawa waweze kutaga kwa wakati. Kitu kingine mpenzi mtazamaji ambaye inasababisha bata kuchelewa kutaga mayai ni mwanga wa kutosha. Bata wanahitaji angalau saa 14 mpaka 16 za mwanga kwa siku. Hii ina maana kitu gani? Ina maana kwamba bata wako inabidi uweze kuwajengea zizi kama tunavyojenga sisi pale banda, na pia bata wako inabidi waweze kupata muda wa kutoka nje, maana wale bata wa kienyeji kwa kuna simba kutoka nje, ile simba kutoka nje kwa kuna mwangaza mkubwa, yani kuna mwanga mwingi, ambaye bata hao inabidi waweze kukaa walau masaa 14 mpaka masaa 6 ambayo watawapelekea bata hao kuweza kupendeza, na bata hao wataweza kutaga mayai kwa wakati. Ukitazama katika video yako hiyo, hapa hiyo ni sehemu la wazi, ni sehemu ambayo bata wakitoka kwenye banda wanakuja hapo kula, na chakula kile huwa kipo katika eneo la wazi, kwa hiyo wanapata mwanga, wanakula chakula kwenye upande wa lishe, wanakula na mabaki ya vyakula ambavyo wafugaji nao wanakula. Kwa hiyo ina maana wanapata lishe bora, wanapata pia na mwanga uliokuwa mzuri. Kitu kingine mpenzi mtazamaji, huenda bata wako wasitawi kwa sababu bata wako wanaumwa. Angalia sana afya ya bata. Chunguza bata wako, watembelee bata wako, waangalie kama bata watakuwa wana ugonjwa, wanaumwa, kwa kweli hawataweza kutaga, kwa sababu bata wao ni wanyama, ina maana wana roho. Kama anakuwa yuko dhaifu na ugonjwa na magonjwa, kuna video zetu ambazo tumezitoa kuweza kuelezea magonjwa mbalimbali ya bata, unaona. Kwa kama utakuwa na dalili yoyote au na magonjwa yoyote ambayo tushawahi kuelezea hapo awali kwenye video zetu zilizopita, basi fuatilia video yetu hiyo, pakua video hiyo uweze kuiangalia ya magonjwa ya bata, ili uweze kujua magonjwa gani ambayo yanaathiri bata na hatua gani unaweza kuchukua kwa ajili ya kuboresha ufugaji wako. Kwa hiyo na magonjwa nayo yanachangia kwamba bata kutokutaga kwa wakati. Mpenzi mtazamaji, na kitu kingine ni msongo wa mawazo. Bata pia hawapendi msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo kama nini? Kama kelele nyingi, au kuhamishwa mara kwa mara unakuta wamehamishiwa huku, wamehamishiwa kule. Hii inapelekea bata kuwa na msongo wa mawazo na kupelekea bata kutokuweza kutaga kwa wakati. Mfano, ukishanunua bata umewatoa shambani au umewatoa kijijini, wakae pale nyumbani, usiweze kuwahamisha ili kuepusha ule stress. Ina maana kuna stress ya kuhamishwa na kuna stress nyingine ambayo inasababisha na vyakula, yani vyakula vya aina moja. Ndio tunarudi kule mwanzoni kwenye lishe. Kwa kuna video nzuri ambazo zimeweza kuzungumzia mambo ya lishe, video nzuri ambazo zimeweza kuzungumzia athari za stress ambazo bata wanapitia, ndio maana wanakuwa hawatagi. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kikubwa kabisa nimekufundisha changamoto hizo ambazo zinapelekea bata kushindwa kutaga, na pia hapa pia imekuwekea hatua za kuhakikisha bata wanaleta mayai. Kuna hatua mbalimbali ambazo nimeweza kukufundisha. Naomba usitoe kwenye screen yako, unifuatilie
hatua kwa hatua mpaka mwisho ili uweze kujifunza. Hatua ya kwanza kabisa, inabidi weka bata kwenye mazingira tulivu na safi. Kama unavyotazama katika skrini yako hiyo, hapa ni sehemu ya kutembea. Watu wengi sana wanasema bata ni wachafu, bata wakoje, bata wachafu, bata wafai. Ni kweli bata wafai, bata ni wachafu, lakini haya ni mazingira ya kutembelea, ni mazingira ya nje. Wanatoka kwenye zizi, wanatoka nje. Kwa mazingira yakiwa ni safi, na maana unasafisha kila siku, hii inakupelekea wewe hata kuweza kutaka kwa wakati. Kitu kingine, inabidi utumie mwanga wa kutosha, angalau saa 12 kwa siku. Ina maana bata wako jitahidi sana waweze kuwa wanatoka nje, wanakaa nje, sio unawafungia tu ndani wamekaa ndani. Ina maana watachelewa kutaga na watakuwa sio bora. Wapate muda wa kutoka nje, waweze kutembea kama hivyo, wa move, ona kama bata huyo mwingine ametoka kwenye banda, ameshakula, yuko hapa amerelax pale juu. Kwa hiyo anapata muda mwenyewe wa kutembea na kurukaruka na kuweza kurelax kama hivyo. Ina maana bata huyu anaweza akataga mayai na akapata na kuongezeka kilo na akawekwa vizuri, atoke mpeleka sokoni. Kwa mpenzi mtazamaji, kitu kingine, wape chakula chenye protini na calcium. Chakula chenye protini ni vyakula vile vyote ambavyo sisi tunakula na wao pia wanakula. Kwa maana kuna umuhimu pale mabaki ya chakula kama maharage, mabaki ya chakula kama wale ambao wamekula usiku na baki, unaweza kuwapa wao, wanapata protini na bata wako watapendeza kama unavyoona. Huyo bata anapendeza, huyo ni bata jike. Kwa unapomtazama tu kwa makadirio, kama wewe ni mfugaji mzuri na ushawahi kushika bata kama hawa, je, bata huyo kwa makadirio yako ya chini unakadiria unaweza kawa na kilo ngapi? Ina maana ana kilo nyingi sana za, au bata huyo mwingine ana kilo ngapi? Ana kilo nyingi sana za nini? Za uzito. Pia kitu kingine, pembe za maji, inabidi wape maji safi kila wakati. Wape maji safi. Maji yenyewe ndio kama unayaona hayo. Hawa ni maji safi ambayo tunabadilishia asubuhi, tunabadilishia mchana, tunabadilishia usiku. Nia na madhumuni bata wako waweze kuwa vizuri na bata waweze kutaga mayai vizuri. Ndio malengo yetu sisi, kupambana na ile changamoto ya bata. Kwa nini atage nini? Atage mayai. Kitu kingine, punguza msongamano. Kama bata wako ni wengi sana, punguza msongamano. Wengine wauze, wengine pia unaweza kuwauza kwa wengine ukawala, unaona, ukawahamishia katika mazingira mengine. Pia ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, kitu kingine, unaweza pia kuongeza mayai kwa kuongeza chakula cha nyasi na kijani, maana ni protini. Kama ukitazama katika video zetu zilizopita hapo awali, kuna video zingine ambapo tunaonesha umuhimu wa kuweza kuwapa majani, na baada ya kula majani tunanunulia mchicha, tunawakatia, tunaenda kuwakatia majani kutoka shambani tunawapa. Ni jambo la muhimu sana mpenzi mtazamaji. Kumbuka, uvumilivu ni muhimu. Fanya mabadiliko kidogo kidogo, yaani uvumilivu ni muhimu sana. Kwa hiyo uvumilivu, ndugu mtazamaji, ni kitu kikubwa sana. Fanya mabadiliko kidogo kidogo na bata wako wataanza kutoa mayai kwa wakati. Usisahau kulike na kusubscribe tipu hii kwa ajili ya ziada ya ufugaji. Pia kwa hiyo rafiki yangu, kilicho muhimu si mtaji mkubwa, bali ni kuanza na ulicho nacho. Anza na bata wachache, jenga uzoefu, kisha tuongeza bata wengine kwa taratibu mzuri. Mpenzi mtazamaji, kama video hii imeweza kukusaidia, na kuomba uweze kulike, naomba uweze kusubscribe na pia uweze kushare video hii kwa wafugaji wengine ili waweze kupata elimu. Na kama unahitaji mwongozo wa hatua kwa hatua kuhusu lishe ya bata, kuhusiana na ujenzi wa banda, kuhusiana na masoko, acha neno moja katika komenti yako, andika neno nataka mafunzo. Nitakufundisha hatua kwa hatua mpaka wewe utafikia kuwa kama huyo mfugaji wetu ambavyo alivyokuwa. Kwa mpenzi mtazamaji, nakusihi ukumbuke kusubscribe, ukumbuke kulike pamoja na kushare, ni kitu cha muhimu sana. Na tunapohitimisha video hii mpenzi mtazamaji, ndio mwanzo wa video zingine nyingi ambazo zinahusiana na ufugaji wa bata. Kikubwa mpenzi mtazamaji, na kuomba tu uweze kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, na pia uweze kufuatilia katika chatting zile. Kama una swali lolote uweze kuuliza, ili uweze kupatiwa majibu ambayo yatakusaidia wewe katika kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tukumbuke mada ya leo ni kuhusiana kwamba kwa nini bata hawatagi mayai, na tumeshajua solution yake.
Tunashukuru sana, karibu sana Nebuye TV.